Jina langu ninaitwa Geoffrey Jola Mkiliba, ndiye rais wa jumuiya ya wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu nchini. Kwa nafasi yangu ninaongoza katika mapambano ya kutetea, kulinda na kupigania maslahi ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu. Nikiwa na maana ya kwamba vyuo vyote vinavyohusika na utoaji wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, ambapo hapo awali nilikuwa ninavitambua kama vyuo vya kati na VETA, lakini pamoja na vyuo vikuu kwa maana vinavyotoa elimu ya juu katika taifa letu. Lakini pia kwa nafasi yangu ninahudumia wanafunzi wa pande zote mbili, kwa maana Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa maana bajeti ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ikiendelea kupanda na si kurudi nyuma. Katika hilo tunawapongeza sana. Nitaomba serikali pia katika hili iangalie pia namna njema ya kuongeza walau asilimia kwa wanufaika ambao watapata fedha hizi kwa mujibu wa taratibu, sheria na kanuni zilizojiwekea. Tunatarajia katika mwaka huu 25-26 kwa mapenzi mema ya serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata wale ndugu zetu ambao walikuwa wanapata changamoto ya kupata fedha kwa ajili ya stationaries, accommodation, research pamoja na field, nao tunatumaini kwamba serikali itaenda kuwatazama tena kuongeza asilimia pamoja na kuongeza wale ambao hawakuwa sehemu wanufaika wa fedha hizi. Zaidi ya asilimia 90 ya changamoto ambazo zilikuwa zinakumba wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanufaika wa bodi ya mikopo sasa zitaenda kutatulika. Ndugu zangu, baada ya kuona Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kama wizara inayomsaidia Mheshimiwa Rais katika sekta ya elimu nchini ikionyesha nia ya kuendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi 10,000 wa ngazi ya stashahada, ni kwa mara ya kwanza katika Afrika wanafunzi wanaosoma stashahada nchini kwetu wanapata mikopo. Tanzania ni nchi kiongozi katika Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla kuwa serikali ya Tanzania inajali na kulinda na kutetea maslahi ya wanafunzi wake hasa wa elimu ya juu nchini. Sisi Tanzania tunazungumzia kwa mwaka jana tu tumefikia matarajio ya kutoa fedha za mikopo kwa wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu zaidi ya 70% ya waliokuwa wanahitaji katika hilo. Lakini taifa letu la Tanzania kwa muda wa miaka takriban 20 tangu bodi ya mikopo imeanza kuoperate mwaka 2005, ukiachilia mbali 2004 ilipoanzishwa kwa sheria za taifa letu, wanufaika wa bodi ya mikopo kwenye taifa letu ni wanafunzi 830,000 mpaka hivi leo ninapozungumza. Na maanisha kila mwaka serikali inadhamini masomo ya wanafunzi 41,500 kwa kila mwaka. Ndio serikali pekee ambayo imezingatia sana maisha ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu katika taifa letu. Nitazungumza pia mambo yanayohusu taifa letu sisi kama rasilimali watu ijayo kwa ajili ya ujenzi wa taifa hilo, na tuna kila sababu ya kusema tuna haki ya kuzungumzia mambo ya taifa hili, kama kutoa maoni, kutoa ushauri, wakati mwingine kupinga baadhi ya mambo yanayoendelea, tukiwa kama Watanzania wenye akili timamu na tunaosomeshwa gharama kubwa katika taifa letu. Na katika hilo asiwepo mtu wa kuturudisha nyuma. Akiturudisha nyuma mtu yoyote kwa kudhani ya kwamba sisi wanavyuo tunaongea mambo yasiyotuhusu, mambo ya siasa, sisi tunataka tuwaambie amani itakaporejea kwenye taifa hili, wanavyuo pekee hawatonusurika. Sisi wenyewe tutakuwa ni wahanga wa baadhi ya madhara mbalimbali yatakayotokana na ukosefu wa amani kwenye taifa letu na uvunjifu wa umoja na mshikamano kwenye taifa hili. Kwa hiyo tukisema watakaochukia waendelee kuchukia, na hii hoja ya kusema mambo ya taifa hili ni non-stop agenda hadi pale tutakapodhani taifa letu limekaa salama, limerudi kwenye misingi yake. Taifa letu mwaka huu tutakuwa na uchaguzi, wengi wetu tunafahamu, na ninashukuru Mungu baada ya makelele mengi ya watu wenye nia njema na taifa hili, Watanzania wengi wameshawishika na kuhamasika kushiriki uchaguzi. Na nina kila sababu ya kuamini hata wanavyuo kwa kiwango kikubwa kwa mara ya kwanza mwaka 2025 tutaweka historia, itakuwa ni taasisi kiongozi
itakayoshiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa idadi kubwa. Sasa demokrasia katika taifa letu linahusisha viongozi wa Tanzania na watu wa vyama mbalimbali kwenye taifa letu. Hivyo tuna kila sababu ya kuamini kwamba kazi ya mteja huyu anayeitwa demokrasia inapaswa kufanywa kwa hekima, weledi na umahiri wa hali ya juu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba iliyo bora ambayo Watanzania wanatarajia kuishi hapo baadaye. Wapo mafundi wanaotoka CCM, wapo mafundi wanaotoka Chadema, wapo mafundi wanaotoka ACT, wapo mafundi wanaotoka Chauma na vyama vingine vyote vya upinzani na vyama tawala katika taifa letu. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba hawa wote wameajiriwa na demokrasia wajenge nyumba ambayo itakuwa ni kimbilio la Watanzania wote. Wajenge nyumba ambayo itamstiri kila Mtanzania katika taifa letu. Wajenge nyumba ambayo kila Mtanzania atakuwa proud of ama atajivunia uwepo wa nyumba hiyo. Lakini tunapata mashaka kwa aina ya mafundi ambao baadhi ya mafundi ambao wamepewa tenda hii ya kuijenga Tanzania na huyu mwajiri anaitwa demokrasia, kwa namna ambavyo wanaijenga hiyo nyumba ambayo Tanzania sisi tunatarajia kuiona baada ya muda mchache. Tunapata mashaka sana. Sisi tunataka tuwaambie kwamba iko namna njema ya kuishi, iko namna njema ya kusemezana, iko namna njema ya kushauriana, na iko namna njema ya kutazamishana mambo yanayohusu ujenzi wa nyumba hiyo ambayo mteja wake ni demokrasia na nufaika wake ni Watanzania katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu 2025. Na namna njema yenyewe katika wakati huu wa ujenzi wa nyumba hiyo ya Tanzania inayokuja, hatupasi kuwa mafundi tunaotumia matusi tukiwa site. Hatupasi kuwa mafundi tunaotumia vitisho tukiwa site. Hatupasi kuwa mafundi ambao tunatakiana mabaya tukiwa site.